Profesa Ndunguru amesema makubaliano hayo yatatoa nafasi kwa wafanyabiashara wote nchini, hususani wale wanaotumia mpaka wa Kasumulu uliopo wilaya Kyela mkoani Mbeya, pamoja na mpaka wa Isongole uliopo wilaya Ileje mkoani Songwe, kufanya biashara kwa urahisi zaidi na kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la kimataifa. Aidha, amesema Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu Tanzania inaandaa mpango mkakati utakaowasaidia wafanyabiashara hao kunufaika zaidi na fursa hiyo na uthibitishaji wa bidhaa zinazovuka mipaka hiyo. Huyu awe mfanyabiashara kutoka sijui Rukwa wapi, ili mradi amejiandaa kufanya au anataka kufanya biashara na Malawi wenye bidhaa hizi ambazo thamani yake izidi dola 2,000, tutafanya biashara, na tunataka kuandaa miongozo ya kuweza kufast track, kuwasaidia ni vitu gani ambavyo vinaweza kuharakisha biashara hiyo kati ya Tanzania na Malawi, hasa pale mpakani, kwenye mpaka yetu. Unaona? Zikiwa zimepita siku chache tangu kumalizika kwa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, mamlaka hiyo pia imesema kuanzia mwezi Julai mwaka huu wa fedha wa serikali utakapoanza, itaanza kutoa zawadi kwa mfanyakazi bora wa kila mwezi kama sehemu ya kuhamasisha uwajibikaji na kuongeza morali ya kazi kwa watumishi wake. Hatua hiyo inalenga kutambua mchango wa wafanyakazi bora wanaotekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa na kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Wafanyakazi bora sasa hivi kwa TPHPA litakuwa linafanyika kila mwezi. Kwa hiyo makao makuu na katika kila kanda tunategemea tukipita tukute picha ya mfanyakazi bora wa mwezi huo iko pale, na kuna zawadi token ambayo itakuwa inatolewa kila mwezi. Nao baadhi ya wafanyakazi wa mamlaka hiyo wamepongeza hatua hiyo, wakisema itasaidia kuongeza ari ya kazi, uwajibikaji pamoja na ushindani chanya miongoni mwa watumishi katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Wafanyakazi tumepata motisha, wafanyakazi tumedumisha umoja katika utendaji wa kazi, tumedumisha ubunifu wetu kupitia innovations mbalimbali ambazo tunapewa na taasisi. Tunasema tutaendelea kuboresha zaidi mifumo ya kilimo katika kuboresha uchumi wa nchi. Kufanya kazi kwa usiku na mchana kwa bidii pasipo kukata tamaa ili tuweze kufikia hiyo haja ya kuwa wafanyakazi bora kwa kila kituo, kwa kanda na kwa Tanzania nzima. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.